Ndani ya siku 14 nimekuwa ninakula mboga za majani peke yake, asubuhi, mchana na jioni, ili kuangalia kwenye damu yangu na kwenye mwili wangu mabadiliko yatakuwa yapi. Je, sukari itakaa vipi? Mafuta tumboni yatakaa vipi? Uwezekano wa kansa, presha, mafuta. Aise, kama una miaka 30, 40 na 50, hapa nisikilize kwa makini hapa. Nitakuchambulia kwa kina. Kabla sijala mboga za majani ilikuwa vipi, lakini pia baada ya kula mboga za majani ilikuwa vipi. Kama unaenda hospitali kufanya check up, hii ndio check up. So unaenda kufanya check up ya malaria na UTI. Malaria na UTI na nyinyi check up hiyo? Hapana, hii ndio check up. Alafu mwishoni nitakwambia, je, bima anafanya hivi vipimo vyote kama una bima yako? Na kama una bima keshi ni shilingi ngapi? Nitakwambia mwishoni. Nataka upunguze uzito. Tukutane hapa. Aisee, ni pa msingi kweli kweli. Tuanze kitu cha kwanza hapa ni sukari. Angalia. Sukari kwa kawaida ambayo ni fasting, nikipima asubuhi kabla sijala chochote, inatakiwa icheze hapa katikati. Isizidi hapa. Mwanzo wa ugonjwa wa kisukari unaanza kuonekanaga hapa. Sikia sasa, kabla sijaanza zoezi hili, siku ile ya kwanza kabisa, sukari yangu ilikuwa inacheza 4.9. Lakini baada ya kula, ndani ya siku zile 14, sukari ilishuka kabisa na kuwa 4.1. Unajua hii maana yake nini? Maana yake ni kwamba hata ule uwezekano wa mimi kupata ugonjwa wa kisukari umerudi nyuma. Kwa sababu gani? Kwa sababu sensitivity ya insulin imeongezeka, na sasa hivi fasting blood glucose yangu iko chini kweli kweli. Mtu yeyote itabidi aweze kulenga sukari yake iweze kuwa hapa. Ikiwa sukari yake imezidi hapa, ni hatari kweli kweli. Kwa hiyo nadhani sukari yangu imekaa vizuri zaidi kuliko sehemu ya kwanza. Kitu cha pili, hapa ni kwenye tumbo. Hapa naomba unisikilize kwa makini hapa. Magonjwa mengi ambayo sio ya kuambukizwa, mara nyingi chanzo chake cha kwanza ni unene. Na unene unapimwa kwa kitu kinachoitwa waist circumference, ambayo tunaangalia mzunguko wa tumbo ile. Unajua ukienda kwa fundi ile, anakupima kiuno ile tumbo pale katikati. Bwana mimi wewe 30, wewe 40. Si unajua? Sasa kwa kawaida, kitaalam, kisayansi, mtu ambaye yupo katika afya, itabidi waist circumference, mzunguko wa kiuno chake pale tumbo pale, usizidi 37. Hii mimi mwenyewe nilishtuka. Wakati naanza nilipima ilikuwa nipo 35. Nene imejazajazia kidogo. Leo siku ya 16 nimepima iko 33 inchi. Kwa maana yake imepungua kweli kweli. Yaani maana yake yale mrundikano wa mafuta hapa kwenye tumbo yamepungua ndani ya siku 14 tu. Ni hatari. Tuje kwenye pressure. Pressure kama unavyoona hapa haitakiwi kuzidi ngapi? Hii hapa hii. Wakati naanza pressure yangu ilikuwa iko hii hapa hii. Lakini mwisho wa siku napomaliza pressure yangu ilikuwa inasoma 111/69. Imeshuka. Unaweza kuona mabadiliko makubwa kutoka huku mpaka huku, imezidi kupungua kabisa. Kwa hiyo na ndio maana mara nyingi tunashauri wagonjwa wenye changamoto ya pressure wazingatie ulaji wa mboga za majani. Ni muhimu kweli kweli, kwa sababu unapokula mboga za majani zinapunguza mafuta ndani ya mwili, na utaona hapo huko kwenye cholesterol, utaona huko na utashangaa sana, na mwisho siku pressure inakaa vizuri kweli kweli. Ndani ya siku 14 tu. Kuna kitu tunakitaga DASH diet, ambayo ni chakula special kwa ajili ya wagonjwa wa pressure. Kile chakula sehemu kubwa ni mboga za majani ambayo zinasaidia kupunguza pressure. Naona hapa mfano mzuri kabisa, pressure imepungua. Sasa kuna hichi kipimo kinaitwa HCRP. Hichi ni kipimo cha muhimu kweli kweli ambacho tunaweza tukakitumia kama maka ya kuweza kuangalia uwezekano wa magonjwa yale ambayo yanasababishwa na inflammation mwilini, kama vile magonjwa ya kansa na magonjwa mengine sugu. Hebu sasa angalia hapa. Kipimo cha HCRP ikiwa katika kiwango kile cha chini mild, kisizidi 1, lakini ile amna ile moderate, basi 1 mpaka 3. Wagonjwa karibu wote wa kansa lazima hichi kipimo cha HCRP kitakuwa kiko juu kweli kweli. Na sio kwamba ukiwa na hii juu ndio kwamba ni kansa tu moja kwa moja. Kuna magonjwa mengine ambayo yanaweza kashiria kwamba hii ikawa imepanda juu, kama vile infection na changamoto mbalimbali, si ndio? Lakini hebu angalia mimi hapa. Kabla sijaanza kula mboga za majani, ilikuwa HCRP yangu inasoma ngapi? 2.5. ambayo ndiyo iko ndani, iko vizuri tu, sio mbaya. Lakini nataka uangalie upande wa pili huko. Baada ya kumaliza kula mboga za majani kwa siku 14, iko 2.1, inazidi kupungua. Kwa hiyo maana yake huenda zimenisaidia kwa sehemu kubwa mboga za majani hizo. Na hii ni pointi ya msingi sana, kwa sababu kama ni kila mboga za majani, uwezekano na mimi kupata kansa kwa kipimo hicho ukipima unapungua. Manake hicho ndio chakula ili kuweza kujikinga nayo magonjwa. Lakini nataka sasa kitu cha msingi hapa sasa, tuje kwenye uzito. Angalia uzito ulivyokuwa. Kwa kawaida tunafahamu, mimi kwa urefu wangu, uzito wangu hautakiwi kuzidi ngapi? 75. Kabla sijaanza kula mboga za majani, uzito wangu ulikuwa unasoma ngapi? 77.5. Na ndio maana siku hizi nimeanza mazoezi. Kama naanza kusogea kwenye ubonge hivi, ni baada ya kula mboga za majani. Sasa hivi kilo zangu ziko ngapi? 71.8. Hii mimi mwenyewe nilishangaa namna gani ambavyo ndani ya siku 14 tu kwa kula mboga za majani tu nimeweza kupunguza kilo zangu kutoka 77 mpaka 71. Zaidi ya kilo ngapi hizi? Kilo 8, kilo 7 zimepungua ndani ya siku 14 tu. Sasa hapa panapofuata
ni pa msingi kweli kweli. Sasa hivi kumekuwa na wimbi kubwa la vijana, hasa wanawake na wanaume pia, wadogo miaka 35 40 pale, kupata changamoto za presha. Na moja kati ya kitu ambacho kinaweza kukuonyesha kwamba presha yako inazidi kuwa kubwa na utapata magonjwa ya presha ni mafuta ndani ya mishipa ya damu, cholesterol. Mfano mzuri, angalia, huu ni mshipa ambao uko vizuri, lakini huu ni mshipa ambao umejaa mafuta. Sasa unaona mshipa ambao umejaa mafuta huu? Sasa hii ndio changamoto. Nasikia hii video anaweza kaangalia mtu wa miaka 20 30 pale akajiona bwana, mimi nakula mafuta, mimi sijali, mimi magonjwa haya siyapati, mimi bado mdogo. Bado mdogo? Angalia hapa, unaona mshipa huu wa mtu wa miaka 20, baada ya miaka 30 mshipa wake unakuwa hivi. Unaona mshipa unavyobadilika huo. Akifikisha miaka 60, baba beki, mshipa umejaa mafuta kibao. Cheki mafuta yote haya. Haiseni hatari kweli kweli. Na ndio maana nasema hivi, ili uweze kuishi kiafya, uweze kuishi muda mrefu, sio issue ya baadaye huko. Ni issue ya unavyoishi leo. Ukiwa na miaka 20 na 30 ndio itakavyoamua ukifika miaka 60, utafika 70, utafika 80. Sawa jamani? Angalia hapa sasa vizuri. Kabla sijaanza mchakato huu wa kula mboga za majani, cholesterol yangu, mafuta ndani ya mishipa ya damu, kikawaida haitakiwi kuzidi 200. Mimi bado nilikuwa niko sehemu nzuri, nilikuwa na 182. Lakini hebu angalia hapa. Baada ya kula mboga za majani kwa siku 14, iko 151. Na hili unielewe kwa kina, angalia hapa. Kuna hichi kitu tunakitaga LDL. Hichi nenyewe kipo ndani ya cholesterol. Lakini hichi ni kama kitu gani? Nisikilize vizuri. Huyu LDL ni bodaboda ambaye anasafirisha mafuta kuyatoa yalipotunzwa kwenye ini kwenda kuyarundika kwenye mishipa ya damu. Kwa hiyo sasa huyu ndio kubwa la maadui huyu. Kwa sababu gani? Huyu akiwa mwingi anachukua mafuta mengi kwenye ini, anayamwaga kwenye mishipa ya damu. Kaeni humo ndani mjae, mumtengenezee huyu mtu pressure. Huyu ni hatari kweli kweli huyu. Kwa kawaida haitakiwi kuzidi 130. Mimi nilikuwa niko sehemu nzuri tu 119. Lakini baada ya siku 14 ilipungua kweli kweli na kuwa 102. Maana yake uwezekano wangu wa pressure, wa kupata magonjwa ya pressure na mishipa damu kujaa, stroke, magonjwa mbalimbali ya changamoto ya uzeeni yamepungua kwa asilimia kubwa kweli kweli. Unaona hii ni muhimu kweli kweli. Kuna wendo wa triglyceride. Unajua hichi ni kitu gani? Ninapokula chakula kinaenda kutunzwa kama wanga, kutunzwa kwenye tumbo, kutunzwa kwenye mishipa ya damu, kutunzwa kwenye ninapokuwa nimemaliza kula. Mafuta haya hapa, triglyceride. Sasa hebu angalia mafuta haya yalikuwa kiasi gani. Hayatakiwi kuzidi 150. Mimi nilikuwa na 138. Baada ya siku 14 zimeshuka 93. Na zimeshuka kwa sababu sinakula mboga za majani, na mboga za majani hazina mafuta. Mafuta yaliyopo ni kidogo ile ambayo nilikuwa ninayapikia. Kwa hiyo mafuta yameshuka kweli kweli. Lakini sasa hebu sikia. Sio kwamba nikiwa na mafuta ndani ya mishipa ya damu yote ni mabaya. Hapana. Kuna mafuta mengine ambayo ni mazuri kweli kweli. Tunapozungumzia mafuta mabaya ambayo yako duki, yapo katika harakati za kuweza kutengeneza pressure, yanafanyika kwa kipimo kinachoitwa ApoB, ambacho kinaangalia yale mafuta hasa ambayo yanapelekea changamoto ya pressure. Yaani sikia, unaweza kuwa na cholesterol ipo juu, LDL ipo juu, lakini usipate pressure kama huyu yupo chini. Yaani huyu ndio kama kubwa la maadui, huyu ndio babu kubwa, huyu ndio baba lao. Kwa kawaida haitakiwi kuzidi 60 mpaka 110. Kabla sijaanza mchakato huu ilikuwa inasoma 108. Ipo vizuri si ndio? Lakini hebu angalia maajabu yaliyotokea. Baada ya siku 14 kula mboga za majani iko 75. Na ngoja nikwambie ukweli. Japo ApoB inatakiwa iwe 60 mpaka 110. Lakini mimi kama daktari, kwa wagonjwa wangu unaokutana nao, ninalenga kabisa isizidi 80 au 90 hapa. Iko 60, sasa hivi niko 75. Niko sehemu sahihi kabisa. Unaona balaa lake hii? Sasa damu sikuifanikiwa kuiweka hapa, lakini wakati naanza damu yangu ilikuwa inasoma 14. Sasa hivi damu yangu inasoma 16. Imeongezeka kama kwa 2 hivi. Nadhani haijaongezeka sana kwa sababu japo nimekula mboga za majani, kwa sababu pia mwili hauwezi kutengeneza madamu mengi bila sababu. Damu yangu iko vizuri. Lakini ninajua kama damu yangu ingekuwa iko huku 5, 6, 7 iko chini, alafu kwa ile siku zote 14 ningekuwa ninazungumzia hata 13. Sasa hivi damu imeongezeka vizuri kabisa. Kwa hiyo nadhani damu imeongezeka sana, lakini kwa sababu ya mwili uko na izuie isiongezeke kwa sababu haitakiwi kuzidi, si ndio? Sasa hapo ndo tumefika mwisho. Haya ndiyo matokeo yaliyokuja baada ya siku 14. Na hapa natamani niseme hivi, kama mtu anataka kufanya check up, hivi ndio vitu vya kufanya. Sio unaenda kucheki malaria na UTI unacheka check up, alafu na miaka 30. Ni hatari. Kama ukitaka kufanya check up hii, mara nyingi haitumii bima. Mara nyingi bwana ni keshi, maana bima hawafanyi check up Bima wanatibu mgonjwa anayeumwa, sio anayefanya check up.
Hilo ni la kwanza. Kwa hiyo kama bima haipimi vipimo hivi, kwa keshi inaweza kakoste kiasi gani? Hapo ukipiga vipimo vingine vina gharama, vingine ni vya bure kama hii pressure nini, lakini kwa jumla yake ni kama 1,20,000 hapo, 1,10,000 na 10,000. Inategemea na kila sehemu na namna wanapofanya vipimo na bei yake. Lakini mara nyingi kwenye 100,000 hapo check-up yote unafanya hii. Lakini pamoja na uchunguzi huo, kuna vitu vitatu vya msingi ambavyo natamani niweze kuvisema. Kitu cha kwanza, sample size ni moja. Mimi ni mtu mmoja. Ninajua katika research uweze kufanya research kwa uchunguzi wa mtu mmoja Kwa hiyo hatuwezi kuchukua taarifa hizi kusema kwamba ndio ikogo hivyo. Hilo la kwanza. Lakini cha pili ni kwamba kila mtu akifanya uchunguzi huu itakuja kwa namna yake, maana kila mtu ana mwili wake, metabolism kivyake, namna mwili unavyofanya kazi kivyake, kila mtu yupo kivyake. Kwa hiyo majibu hayawezi kufanana. Lakini cha tatu, hicho ndio cha msingi zaidi, kwamba issue kubwa sio kula mboga za majani kila siku, mchana, asubuhi na jioni, muda wote, hamna kula ugali, hamna kula nini. Hiyo sio issue. Issue kubwa ni kwamba katika chakula chako sehemu kubwa iwe mboga za majani, ambao karibu nusu ya sahani inatakiwa iwe mboga za majani. Ni kweli kuanzia asubuhi, mchana na jioni. Unakula na wanga, unakula na protein, unakula na vyakula vya mafuta, lakini mboga za majani lazima ziwepo, vegetables, ambao vegetables zipo za namna nyingi kweli kweli, kama ambavyo nimezungumza katika video zilizopita. Sikia, hii ni video sehemu ya pili. Video sehemu ya kwanza ambayo nimeonyesha mboga gani nilikula wakati gani, nilikula vipi. Video hiyo hii hapa. Cheki video hii hapa, hii ndio inaozungumza habari zote kwa kina. Video ya kwanza hii. Dr. Daniel here.